Ndugu zangu, tumeitana hapa kwa ajili ya kuwapa taarifa umma wa Watanzania, lakini umma wa Tanga kuhusu ujio wa Waziri Mkuu Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba. Ndugu zangu, tunaendelea sisi kama mkoa, tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo ameendelea kuchapa kazi katika ahadi zake za siku 100, ambapo nyinyi nyote ni mashahidi. Tarehe 11 wakati tunafikia kilele cha siku hizo 100, mambo mengi sana yalionekana yametekelezwa katika zile ahadi zake, ikiwemo mfumo mzima wa bima kwa wote, ambapo na sisi kwa mkoa wetu tayari tumeshashusha katika elimu kwa wananchi wote, lakini na kifurushi cha kwanza tumeshaanza kukishusha kwa wananchi, lakini katika maeneo mengine yote mambo yameendelea kutekelezwa. Na hivyo basi ujio huu wa Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba katika mkoa wetu wa Tanga, katika kufuatilia miradi, kukagua, atatembelea, lakini vile vile miradi mingine atazindua pamoja na kuongea na wananchi. Yote hii ni katika kuhakikisha kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi inatekelezwa, lakini maelekezo yote ya Mheshimiwa Rais wetu tunayasimamia kwa ukamilifu wake. Hivyo basi, napenda ndugu zangu Wanatanga wajue ratiba kamili ya Mheshimiwa Waziri Mkuu atakapokuwa mkoani kwetu kuanzia kesho tarehe 13 hadi tarehe 17, ambapo wenzetu wa Kilimanjaro watampokea. Mheshimiwa Waziri Mkuu ataingia mkoani kwetu siku ya tarehe 13 majira ya asubuhi, na baada ya hapo tutampokea wilayani Handeni katika eneo la Mkata, na pale atapata kwenda kukagua mradi mkubwa wa umeme. Mradi huo ambao utasaidia kuwezesha kupatikana umeme wa hakika kwa wenzetu wa Handeni, lakini Pangani na hata Korogwe. Ni mradi mkubwa ambao uko katika hatua ya 60%. Kwa hivyo Mheshimiwa Waziri Mkuu atakagua na hatimaye kuweka jiwe la msingi. Baada ya pale, msafara wa Mheshimiwa Waziri Mkuu utaondoka katika kituo cha umeme cha kupoza umeme na kuelekea katika hospitali ya wilaya ya Handeni mji, ambapo atakwenda katika jengo la ICU na pale atakagua, lakini vile vile kufungua kituo hicho cha jengo hilo la ICU pamoja na kuongea na wananchi. Siku ya tarehe 14 atakwenda kukagua mradi wa maji, ambapo kuna tenki kubwa la maji ambalo mradi huo unakwenda kutoa kwa kiasi kubwa changamoto ya maji katika eneo letu au katika wilaya yetu ya Kilindi. Lakini baada ya pale Mheshimiwa Waziri Mkuu atakwenda katika hospitali ya wilaya ya Kilindi. Kwa hivyo Mheshimiwa Waziri Mkuu tutamuomba atuwekee jiwe la msingi la ujenzi wa hospitali hiyo kubwa ya wilaya, wakati hatua zingine za majengo mengine yakiwa yanaendelea kukamilika, sababu huduma sasa hivi zinaendelea kutolewa katika majengo yale yaliyokamilika. Aidha, Mheshimiwa Waziri Mkuu baada ya kukamilisha miradi hiyo miwili, kwa maana mradi wa tenki la maji katika eneo la kwa Maligwa ambalo liko Kilindi, pamoja na hiyo hospitali ya wilaya, Mheshimiwa Waziri Mkuu ataondoka Kilindi kuelekea Korogwe. Katika msafara huo, atakapofika Korogwe kutoka Kilindi, tutampeleka pia kwenye mradi mkubwa wa miji 28, mradi ambao uko pale Korogwe. Na mradi huu wa maji, kama utaona, tuna mradi wa maji Kilindi, lakini tuna mradi mkubwa wa maji wa miji 28. Mtakumbuka Mheshimiwa Rais alipokuja Tanga alizindua miradi hii ya maji kwa miji 28. Kwa hivyo Mheshimiwa Waziri Mkuu ataenda kukagua. Siku ya tarehe 15 Mheshimiwa Waziri Mkuu pamoja na msafara wake watatoka kutoka ikulu ndogo ya Tanga kuelekea katika wilayani Mkinga katika chuo kikuu cha Mzumbe
kampasi ya Tanga. Utakumbuka ujenzi wa chuo unaendelea, na hivyo basi tuko katika hatua ya ukamilishaji ili wanafunzi waanze udahili na masuala mazima ya kuanza chuo ifikapo mwezi wa 9. Kwa hivyo tutamuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu atusaidie kukagua, na lakini pia akiridhika aiweke jiwe la msingi wa ujenzi wa mradi huo wa chuo kikuu cha Mzumbe. Baada ya kumaliza shughuli hii ya chuo kikuu cha Mzumbe, Mheshimiwa Waziri Mkuu na msafara wake wataondoka kutoka chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea katika bandari yetu ya Tanga. Katika bandari ya Tanga, Mheshimiwa Waziri Mkuu ataweza kupata taarifa, atakagua shughuli za bandari pamoja na kuongea na wafanyakazi wa bandari na wadau mbalimbali ambao wanatumia bandari hii ya Tanga. Aidha, baada ya hapo msafara wa Mheshimiwa Waziri Mkuu utaondoka bandari na hivyo basi kuwasili katika viwanja vya Lamore, ambapo pale kutakuwa na mkutano mkubwa wa wananchi, ambapo mkutano wa hadhara, ambapo Mheshimiwa Waziri Mkuu ataongea na Wanatanga, na huu ndio utakuwa mkutano pekee mkubwa katika ziara yake. Kwa hivyo tunategemea, ndugu zangu Wanatanga, kama ambavyo ilikuwa kawaida yetu, tujitokeze kwa wingi tukiwa na bashasha. Hii ni ziara ya kwanza Mheshimiwa Waziri Mkuu wetu Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba kuweza kuja katika mkoa wetu. Kwa hivyo na tumejipanga na tunategemea na tunajua ni ada kwamba Wanatanga ni watu wakarimu, waungwana, watampokea kwa bashasha na shangwe kubwa, lakini vile vile watasikiliza hotuba yake ambayo kama ambavyo mmefuatilia katika mikoa mingine imekuwa ikijaa hamasa, hari na morali ya kuendelea kufanya kazi na kuhakikisha kwamba malengo na makusudio ya Mheshimiwa Rais wetu yanatimia, lakini kuhakikisha kwamba dira ya 2050 ambayo tayari imekishaanza kufanya kazi inatekelezwa, pamoja na masuala mazima ya maadili ya watumishi na kuhakikisha kwamba wananchi wanapewa kipaumbele, ikiwepo pamoja na mikopo hii ya vijana, ambapo yeye mwenyewe juzi amekabidhi hundi ya bilioni 200 kwa waziri wa vijana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mikopo hii inashuka katika mikoa yetu yote. Aidha, siku ya tarehe 16 ambayo itakuwa ni siku ya Jumatatu, Mheshimiwa Waziri Mkuu ataanza ziara yake kwa kwenda kuangalia mradi mkubwa wa mafuta wa Chongoleani. Mradi huo wa EACOP ambapo mnajua kabisa ni mradi wa Tanzania na Uganda. Mheshimiwa Waziri Mkuu ataenda akakagua, atapata taarifa, ataangalia na jeti ambayo tayari iko katika ukamilishaji wake, lakini ataangalia matenki makubwa ya kuhifadhi mafuta na hatimaye kuzungumza na kutoa maelekezo yake kwa hali na hatua ya mradi ulipofikia. Baada ya hapo, Mheshimiwa Waziri Mkuu ataelekea katika kiwanda cha Yogi Poly Park. Kama ambavyo mnajua, msukumo wa serikali kuhakikisha kwamba kuna public private partnership, lakini na nafasi ya sekta binafsi. Kwa hivyo atakwenda katika kiwanda hiki cha kutengeneza mifuko, ambaye ni kiwanda ambacho kinazalisha mifuko ambayo inakwenda kwenye viwanda vingine ambavyo viko hapa Tanga. Inazalisha mifuko ambayo inakwenda kwenye viwanda vya cement. Inazalisha mifuko ambayo inakwenda kwenye viwanda vya limestone. Inazalisha mifuko kwa ajili ya matumizi mengine ya humu ndani. Kwa hivyo ni kiwanda kinatumia bandari yetu kufanya shughuli za uongezaji thamani ambayo inakwenda tena katika viwanda vingine. Kwa hivyo atakagua na kuweza kuzungumza na wafanyakazi. Aidha, baada ya shughuli hiyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu atatoka sasa kuelekea kutoka hapo Pongwe kwenye kiwanda kile kuelekea Pangani. Pale atakwenda kukagua ujenzi wa daraja kubwa la Pangani, daraja ambalo linaunganisha barabara yetu hii ya Tanga Pangani, Bagamoyo mpaka Sadani, Tangani Sadani mpaka Bagamoyo. Baada ya shughuli hizo za Pangani, Mheshimiwa Waziri Mkuu ataelekea Muheza. Muheza kuna jengo la halmashauri ambalo ni jengo jipya, jengo la utawala. Atakwenda kukagua
na kuzungumza na wananchi wa Muheza watakaokuwa katika maeneo hayo.